Nadhani niliwatangazia tangu muda sana kuhusiana na hii story. Sasa leo ndio siku husika ya wewe kuweza kuisikiliza. Bwana, hii story kwanza, naitwa Lucas Lumba, mtayarishaji Tino Jeff. Bwana, hii story inamhusu mdada mmoja anaitwa Halima. Halima kwanza anatuambia kwamba nilivyokuwa naona watu wameharibikiwa na maisha, nilijua wamelelewa katika maadili mabaya na asiona kuijua dini. Lakini kumbe kuna saa nyingine unazidiwa maarifa ya dunia na kujikuta unaangukia katika utamu wa kushangaza. Hutakaa uchukie utamu. Kitu chochote kitamu kinashawishi sana. Halima anasema nimekiri hilo. Halima anaanza kutuambia kwamba naitwa Halima. Mimi ni mzawa wa tarafa moja itwayo Masama huko wilaya Hai mkoani Kilimanjaro, katika kijiji kimoja kiitwacho Mudio. Baba yangu na mama yangu wote ni watu wa dini, na hata baada ya kutokufanya vizuri katika mitihani yangu ya kidato cha 4, niliamua kurudi nyumbani. Nikaanza kujifunza kazi za kushona, ila nilikuwa nalindwa sana. Mwalimu wangu wa ushonaji alikuwa haniruhusu niende popote. Hivyo nikiwa na miaka 20 bado nilikuwa kigori, yani bikra. Katika mwili kusisimka, si unajua tena baada ya kuvunja ungo, nikaanza na mimi kutamani kuwa na mwanaume wangu. Lakini katika kulindwa na baba, niliendelea kuwa single, na hata simu kubwa sikuwa nayo. Nilikuwa na kiswaswadu changu tu, japo kilisupport kuingia katika mtandao wa Facebook. Baba alikuwa akisema nikitaka kuwa na mpenzi aje atoe posa na mahari anioe. Nikawa nasubiri aje mtu nyumbani, wala hata sikujali sana. Katika mihangaiko nikakutana na kijana mmoja huko Facebook aitwaye Shabani. Ni mzuri kweli kweli. Alikuwa anaishi Zanzibar. Kwa ujinga wangu na utoto nikaona ananifaa, maana ana uzuri pamoja sasa na alivyoweka picha alionekana kuwa ni mtu wa dini. Nikamtumia message inbox. Nikamwandikia mambo. Yule kaka akaanza kunichatisha bwana. Tukawa tunawasiliana mara kwa mara na namba tukabadilishana. Sasa kwa kuwa mimi nilikuwa natumia kiswaswadu, basi sikuwa nimeweka picha kwenye Facebook. Hivyo alifanikiwa kunijua kwa sauti tu, maana sikuweza kumtumia picha. Siku moja akanilazimisha sana. Akasema, Halima bwana, mimi nataka kujua sura yako. Unajua hakuna kitu kibaya kama kuchati na mtu usiyemjua kwa sura. Alivyoniambia hivyo nikamwambia kwamba ni kweli, basi ngoja nimuombe rafiki yangu simu nikutumie picha. Shabani akasema basi ngoja nikutumie namba yangu ya WhatsApp. Nikasema okay. Ilinibidi niende kwa rafiki yangu, nikamuomba simu nimtumie picha kijana huyo. Nikapiga picha zangu nzuri tu kama 5 hivi. Kumbe yule msichana hakuwa anatumia WhatsApp. Hivyo nikaunga WhatsApp kwenye simu yake, alafu sasa nikamtumia kwa namba ile aliyonitumia. Nikamrudishia simu yake rafiki yangu. Kumbe ile namba aliyokuwa amenitumia Shabani alikuwa ameikosea. Na mimi nilivyotuma picha zilienda kwingine kabisa. Ikabidi sasa nirudi kwa Rehema rafiki yangu kumuomba simu niangalie. Nilipoangalia kwenye DP, imewekwa Rozali. Mimi mwanzoni nilijua ni tasbih, kumbe Rozali ya kanisani. Maana kwa chini ina msalaba. Nikamwomba Rehema azifute haraka. Tulipozifuta tu hivi, yule mtu akatuma ujumbe, akasema mbona umefuta? Nilikuwa ndo naziangalia hapa. Wote tulicheka na kumtumia ujumbe. Nikasema kwamba samahani sana, mimi nimekosea namba jamani, naomba nisamehe. Akasema sawa, umekosea namba lakini hujakosea kutuma picha bwana. Hebu tuma tena bwana, maana nimeona kama mrembo hivi. Tulicheka mimi na Rehema. Halafu tukazituma tena. Si unajua tena watoto tena, yani akili hazijakomaa. Basi ule mtu alisifia sana. Akasema kwamba hakika Mungu akiamua kuumba huwa anaumba wanawake wazuri. Halafu akaweka na emoji za makopa machoni. Tukazidi kucheka. Tulimuuliza kwamba unaitwa nani? Yule mtu akasema kwamba naitwa Askofu Samuel Mwavechu. Wewe je, unaitwa nani? Basi mimi nikamdanganya jina nikasema naitwa Fatuma. Akasema Fatuma, Fatuma wapi? Nikajibu Moshi. Akauliza Moshi mjini ama? Nikasema hapana, Moshi vijijini huko. Akasema okay, mimi niko wilaya ya Mwanga Kilimanjaro. Nikasema kumbe upo Kilimanjaro. Sasa tuliuliza, ila ghafla tukapokea ujumbe kwamba kifurushi cha data kimeisha. Tukaachana naye. Sasa kila nilipokuwa nampigia Shabani sikumpata tena hewani. Ikawa ni muda hata Facebook akaonekani. Na hisi alipoteza simu labda, maana mpaka tunavyoongea hapa sasa hivi bado sijawahi kuona amenitafuta, na wala akaunti yake haijawahi postiwa kitu chochote. Usiku ulipofika kama by saa 5 hivi, nilikuwa nimelala. Nilipokea ujumbe kwenye simu, nikausoma. Ulisema kwamba habari.
Nikajibu nzuri nani? Maana namba ilikuwa ni mpya msikilizaji. Akasema kwamba Askofu Samoni hapa, uliyekosea ukanitumia picha zako. Asa kwa kuwa sikuwa na kitu chochote nafanya, nimelala tu kitandani, niliona ni chat naye nimuulize maswali tu. Basi nikamwambia kwamba unaposema wewe ni askofu unamaanisha kiongozi wa dini ama? Akajibu ndio, mimi ni askofu katika wilaya ya Mwanga. Nikauliza, una miaka mingapi? Akajibu na miaka 42. Nikasema, kumbe mbaba. Akasema, sio kidogo bwana, kwani wewe una miaka mingapi? Nikamwambia mimi na miaka 20 tu sasa hivi. Akasema, ni mdogo lakini kwenye picha unaonekana wewe mkubwa bwana. Nilicheka nikasema, ni picha tu ila mimi ni mdogo. Akauliza, okay, so naweza nikakupigia tuongee maana niko bored sana hapa. Nikasema, hapana jamani, baba ni mkali sana sasa hivi, yani siwezi kuongea na simu tena, naongea na mwanaume, we ataniua. Basi askofu alicheka kisha kaniambia kwamba umenifurahisha sana. Nikasema kwamba ndio hivyo, kwani wewe mkeo hakuzuii kuchati usiku hivi? Akasema hapana, mimi sina mke, sisi haturuhusiwi kuoa. Nilishtuka na kumuuliza, sasa kwa nini hamruhusiwi kuoa? Akajibu, ni sheria tu haturuhusiwi, na tukioa tunaachishwa uaskofu kanisani. Nikasema makubwa. Alicheka bwana na kunitumia ujumbe akasema basi kesho tutaongea video call. Nikamwambia mimi sina simu, ile ni rafiki yangu, nilimwomba tu nitume picha kwa rafiki yangu mwingine. Akaniambia kwa nini hauna simu? Nikasema sina hela ya kununulia. Akasema pole basi nitakununulia siku tukionana. Ilimbidi nishangae kwanza, nikasema kumbe kuna kuonana tena. Akasema ukipata nafasi uje tuonane, nitakununulia simu tena nzuri sana na utafurahi sana. Nikasema wewe nitumie tu hela nikanunue mwenyewe. Akasema sasa nikukutumia hela itakuwa simu ambayo sio kubwa bwana, lakini tukionana nitakununulia simu nzuri sana. Msikilizaji, nilijua huyu ni kama ananitania tu. Nikamwambia kwamba wewe nitumie, mimi nitanunua hiyo ya kawaida kwanza, alafu baadaye ndio utanunulia simu kubwa. Akasema okay, nipe namba yako ya kupokea muamala na kutumia ukanunua 300,000 kwanza. Nilishtuka msikilizaji, nikajiuliza mbona kama yupo serious? Basi nikamtumia namba. Aisee. Unajua nilishtuka, nikajiuliza mbona kama yupo serious hivi bwana? Haikupita muda mrefu bwana, alituma 310,000. Nikabaki na iangalia tu nisiamini. Pasipo kuamini nilimshukuru sana. Kesho yake nilipoenda kujifunza kushona, nilimweleza rafiki yangu Rehema. Akaniambia tu mgande, anaonekana ana hela huyo mwanaume. Nikamwambia lengo langu ni kununua simu, kwa hiyo hela alionitumia inabidi nikanunue simu. Basi Rehema akanishauri tumtume kijana mmoja hivi ambaye huwa anaenda mjini mara kwa mara. Basi jioni tulipotoka pale kazini, nilienda kumwona yule kijana, nikamuomba aniletee simu akienda mjini Moshi. Nikatoa ile hela nikamkabidhi. Masharti mimi nimemwambia anunue simu nzuri tu, kwani mimi nilikuwa hata sijui simu bado. So tuliendelea kuchati na yule mwanaume, huku akinisisitiza kwamba nikiwa na shida nisiogope kumwambia. Nikamuuliza, mbona umeamua kunisaidia? Yule mwanaume akanijibu kwamba nafsi yangu imekupenda sana na kujikuta tu nahitaji kukusaidia, vile vile ni kama natoa sadaka, hivyo ni baraka kwa Mungu. Nikaambia haya bwana. Nilala nikitamani sana kesho yake kukuche niletewe simu. Lakini vile vile nilikuwa ninahofia kwamba kama baba akiniona na simu mpya atanichukuliaje? Nikabaki na mawazo. Nikaanza kujishauri kwamba nitakuwa naiacha kwa rafiki yangu Mariam, alafu mchana naenda kule kuitumia. Au hata nikija nayo nyumbani nitakuwa naitumia kwa siri kabisa. Yaani nikiingia chumbani naishindilia kwenye kabati la nguo za ndani huko. Najua baba hawezi kuikagua hata siku na moja. Kesho yake saa 7 mchana tu akanipigia yule kijana, akasema nikuletea wapi simu yako? Basi kwanza nikasisimuka kwa kutamani kuiona. Nikamwambia kwamba niko hapa kazini, ila usilete, huyu mama akiona itakuwa shida. Nenda kwa Mariam mpatie, nitaifuata pale. Akasema sawa, akakata simu. Nikamtumia ujumbe Mariam kwamba yule kijana angelipeleka simu pale kwake, alafu nikitoka kazini jioni nitaipitia pale. Yaani nilikuwa na kimuhemuhe cha kuijua, yani cha kufahamu kwamba ni simu aina gani. Kweli bwana. Saa 10 tu nikamwomba yule mama ruhusa niende kwa Mariam, alafu ndo nielekee nyumbani. Yule mama aliniruhusu akinisisitiza nikichelewa anampigia babangu simu. Nikamwambia sitachelewa. Nilikimbia, kulikuwa ni mbali kiasi. Ile nimefika hivi nilimkuta Mariam akiwa anaotesha mboga hapo. Nikamuuliza kwamba shosti, mzigo uko wapi?
Akaniambia ingia chumbani kwangu. Basi niliingia chap. Kufika hivi, hii hapa jamani, simu mpya kabisa ni kwenye box lake. Nikaifungua nikaitazama. Ilikuwa ni Infinix fulani hivi. Mimi sikuwahi kuwa na simu kubwa, so nilichanganyikiwa sana. Nikamwambia Mariamu aje kwanza anifundishe kidogo vitu nisivyovijua. Basi akaja akanielekeza. Mimi sikuwahi kusikia raha kama siku ile jamani. Nikamtumia yule askofu message nikasema kwamba jamani, asante sana, nimeletewa simu nzuri sana, Mungu akubariki jamani. Askofu akanijibu amen, wala usijali. Nikamwambia kwamba asante sana, nitakutafuta, ngoja niichaji kwanza ijae. Akaniambia sawa. Basi kuanzia siku ile ikawa ni mtindo wa kuchati na yeye tu. Akinitumia picha zake. Kwanza mwanzo nilikuwa namuonaga kama mtu mzima. Ila kwa namna alivyokuwa sasa ananitreat vizuri, taratibu nikawa sasa namzoea na kumuona ni rika langu tu. Nikaanza kupata hamu ya kuonana naye. Nikamwahidi siku nikipata tu nafasi lazima niende nikaonane naye. Askofu akasema utapata lini sasa hiyo nafasi, maana baba yako anakubana sana, hata kuchati usiku tunachati kwa bahati sana, itakuwaje sasa? Alivyosema hivyo, msikilizaji, nilikumbuka kuna mtoto wa baba mdogo, yani wa baba mdogo wangu, alikuwa ameolewa sehemu moja hivi inaitwa Usangi. Mimi sikuwahi kufika. Lakini kule askofu aliponiambia kwamba panaitwa Mwanga ni Upareni na Usangi ni Upareni kabisa. So nikamuuliza askofu ya kwamba hivi Usangi ni mbali kutoka hapo? Akaniambia Usangi sio mbali, nauli yake sio nyingi hata. Uvipi, unapajua? Nikamwambia hapana, ila kuna dada yangu anaishi huko, sijawahi kufika. Akaniambia sawa. Basi mimi nikapata wazo, nitafute namna niende nikamsalimia, halafu huko nitaonana na baba askofu ambaye kwa muda huo tulishakubaliana kwamba nitakuwa mpenzi wake. Sijui ni pesa au nini, lakini yule mwanaume nilivyokuwa na chat naye nilijikuta tu namhitaji. Nikajisahau hadi kwamba mimi na yeye ni dini tofauti, halafu pia yeye hawezi kunioa kabisa. Asubuhi kesho yake niliamka tumbo likiwa sasa linanisumbua sana. Ilikuwa kinitokea sana kipindi nikiingia period. Lakini ilinibidi niende tu kazini, maana huko nilikuwa napata uhuru wa kucheza na simu yangu. Kuongea na mpenzi wangu mara nyingi nikiwa nyumbani. So nilikuwa napata tabu, maana hata nikituma message mbele ya baba tu alikuwa akinikata jicho hatari. Nikiwa njiani sasa naenda kazini, nilimpigia dada yangu wa huko Usangi. Nikamsalimia, akasema yani wewe leo ndio umeamua kunikumbuka? Kwanza umekumbwa na nini? Mbona umenipigia simu na wala hata hujawahi? Nikamwambia hapana dada, ila nina shida kidogo. Akanambia shida gani mdogo wangu? Nikamwambia dada, hapa nyumbani mimi sina amani, natamani na mimi nitoke nitembe kidogo nje ya kijiji chetu, lakini baba hawezi kuniruhusu. Dada akasema sasa unatakaje? Nikamwambia nilikuwa tu naomba unisaidie nije hata kwako tu nipumzike kwa wiki moja, afu na mimi hivyo nataka tu nibadilishe hali ya hewa dada, baada hapo mimi nitarudi tu nyumbani. Msikilizaji, hapo nia yangu ni kwenda tu kuonana na yule mwanaume ambaye ameshaukosha moyo wangu, maana najua yuko karibu na alipokuwa akiishi dada. Basi bwana, dada akashangaa, akaniambia tena aliongea kwa kicheka, akasema kwamba kwa jinsi ulivyo mzuri shosti yangu, mume wangu simuamini kabisa. Nilishindwa hata kucheka msikilizaji. Nikawa sasa nimechuchumaa tu, nimejikaza, maana tumbo lilikuwa linaniuma haswa. Sasa dada akasikia sauti yangu nikiugulia, akaniuliza kwamba vipi, unaumwa? Nikasema ndio, tumbo linanisumbua sana dada. Dada akasema la period au? Nikamwambia ndio, limeanza usiku kama by saa 10 hivi, yani sina furaha yote dada. Dada akaniambia pole sana, hata mimi lilinisumbua sana kipindi nilipokuwa sijazaa, ila sasa hivi mara nyingi aliumi, hata nilikiuma basi sio sana, ni kama mwanzo. Nikasema asante dada, basi dada unisaidie nije nitembee basi. Akaniambia sidhani kama itafaa, lakini ngoja niangalie alafu nitakupatia taarifa jioni au kesho. Nikasema sawa dada. Alafu nikamwaga na ukata simu. Nilienda kazini na siku ile nilikuwa niko hoi bin taban. Nilikuwa naumwa sana, tumbo, kichwa, kiuno, na nijihisi hali fulani hivi ni kama kichefuchefu. Nikapokea ujumbe kutoka kwa baskofu, akasema babe mambo. Nikamjibu safi, ila mimi naumwa sana. Basi nilivyomwambia hivyo, akauliza kwamba unaumwa nini mpenzi? Nikamwambia tumbo linaniuma sana, hapa nilipo ni hata kazi siwezi kufanya, yani natamani nirudi nyumbani nikalale. Askofu akaniambia pole sana malikia wangu, tumbo linakuuma, ulikula nini? Nikamjibu sio la chakula, ile la kitu zima tu. Akasema jamani pole sana Halima, unaumia sana
Nikamjibu sana, yani hata sijui nifanyaje. Baskofu akasema, hivi huwa yani hamna hata dawa yake? Nikamwambia mimi sijui, huwa tu nikizidiwa sana na meza paracetamol ndo zinapunguza maumivu kidogo. Akasema basi sawa, pole, ngoja nikutumie pesa ya dawa mpenzi. Nikasema nitashukuru. Basi nikata simu na kuendelea kuegemeza kichwa kwenye meza iliyokuwa mbele yangu. Mama Rehema akaniambia niende nyumbani kapumzike. Nilinuka kwa tabu sana, nikaanza kupiga hatua. Nikapokea ujumbe kwenye simu. Sikutaka hata kusoma maana nilikuwa sijisikii kabisa ni kutazama hata simu. Ghafla akapiga simu askofu, nikapokea. Nikasema hello. Akaniambia hello Maikudi, nimekutumia pesa ya dawa za maumivu, umeona? Nikamjibu nimesikia message ila sijaifungua maana niko njiani naenda nyumbani. Akasema basi tazama message. Nilipotazama niligundua amenitumia shilingi 20,000. Kikweli ilikuwa ni pesa nyingi kwangu. Na alivyokuwa akinitumia hizo pesa alizidi kunilainisha moyo na kujikuta sasa ninamthamini na kumwaahidi sitokaa nimsaliti kamwe. Nikamwambia dadi, asante sana, una moyo wa ajabu na kupenda. Akanambia ninakupenda pia mpenzi, hakikisha tu unakuwa sawa. Pia nilishawahi kusikia wanakanda sehemu ya tumbo na maji ya moto au chupa yenye maji ya moto ili kupunguza maumivu. Ujaribu pia kufanya hivyo uone kama utapata nafuu. Nikamwambia sawa bibi, nitafanya hivyo, asante kwa yote. Akasema usijali, basi utanitafuta ukishajisikia vizuri. Nikasema sawa. Baba Askofu alikata simu. Kisha niliendelea na safari ya kwenda nyumbani. Mimi sikuzitoa zile pesa kwani nyumbani nilikuwa na dawa. Hivyo basi nilipofika nyumbani nilimeza, nikapumzika kitandani kwangu kwa maumivu makali. Siku 3 zilipopita, dada wa Usangi ambaye ni dada Rei alinipigia simu. Akanambia mdogo wangu nimepata wazo. Nikamuuliza wazo gani dada? Akanambia ninakaribia kujifungua, sasa nitajifanya hapa nahitaji mtu wa kunisaidia, hivyo nitamuomba baba yako akuruhusu uje unisaidie hapa kipindi hiki cha uzazi. Nikasema ewa, wazo zuri sana dada Tawile. Akasema sawa, nitampigia simu leo, nikishaongea naye nitakupatia majibu. Nikasema sawa dada, nitashukuru. Kweli bwana. Kesho yake asubuhi tu baba akanitafuta. Akasema tuko pole kwamba mwanangu Halima. Nikasema baba. Alivuta pumzi na kuniambia kwamba ninajua una majukumu yako mengi, pengine pia una kazi za watu ambazo umepewa za kushona nguo, lakini nakuomba sana. Rehema ameniomba sana kwamba yamemfika, ni siku chache tu zimebaki ajifungue. Hivyo akasema mume wake anakuwa busy sana na kutafuta kazi, azunguke huku na kule, hivyo anashindwa kumsaidia kazi za nyumbani mkewe. Sasa kulingana na hali hiyo, Rehema ameniomba kwa kipindi kifupi ukakae kwake, hata mwezi mmoja tu, alafu utarudi nyumbani. Msikilizaji, nikajifanya nimeshtuka na kusema baba, mbona ghafla? Baba akasema nakuomba sana mwanangu, kamsaidie. Unajua jinsi gani alimsaidia mama yako kipindi amejifungua wadogo zako wale mapacha. Basi mimi nikatulia tu. Baba akasema ya kwamba nimemwomba akupe wiki moja umalizie mambo yako alafu ndio uende. Sawa mwanangu? Basi mimi nikaitikia kwa kutikisa kichwa. Baba akasema nimefurahi kwa kuwa umekuwa na roho nzuri. Haya, endelea na majukumu yako. Basi mimi niliendelea na shughuli zangu. Baba akaondoka zake. Nikacheka na kusema moyoni ya kwamba light angejua mchezo nimeusuka mimi ili nipate nafasi ya kwenda kuonana na baba Askofu. Siku zikapita, nikawa nazidi kuchati na baba Askofu. Nikaambia kwamba siku sio nyingi nitakuja kwa dada yangu Usangi, sijui kama tutaweza kuonana. Akanambia yani kuonana na wewe ni lazima, ukija niko tayari kuacha hata kwenda kanisani ili tu nikutane na wewe. Mimi nicheka sana, nikamwambia kwamba basi siku nikiwa nakuja nitakutaarifu, uniandalie zawadi lakini. Akasema usijali kuhusu hilo na utafurahia zaidi. Nikamwambia haya baby. Kabla hata wiki haijaisha, nikasikia dada kaenda kujifungua kwenye hospitali ya wilaya na amejifungua vyema. Na sababu akaniharakisha akasema kwamba dada yako ameshajifungua, jiandae uende kesho. Nikasema sawa baba. Sasa nilichoanza kufanya ni kumtaarifu askofu kwamba kesho yake ningeenda Usangi kwa dada. Askofu akaniambia karibu mpenzi, upande gari za Mwanga, ushuke kwanza hapa ni kuone, alafu baadaye utapanda za Usangi. Nikajibu okay. Kweli nikapanga nguo zangu na kila kitu cha kusafiria, nikaweka begi sawa. Alafu kesho yake siku ya Jumamosi nikapanda gari nikaenda mpaka eneo moja hivi linaitwa kwa Sadala. Hapo sasa nilipanda gari kuelekea Moshi mjini. Nikatoka Moshi mjini nikapanda gari zinazoelekea wilaya ya Mwanga. Nilipofika hivi nilishuka kwenye stand.
Nikakaa pale kwa muda huku sasa nikiwasiliana na askofu ambaye aliniambia angefika muda sio mrefu. Mariamu akanipigia simu. Nikaambia kwamba subiri nitakutafuta sio muda, halafu nikakata. Baada ya dakika kadhaa nikaona message imeandikwa kwamba nimekuona umeketi kwenye hichi kiti cha stendi. Njoo hapa karibu na barabara. Si unaona Harrier nyeusi imepaki hapa? Basi nikaangaza macho nikaiona. Nikachukua begi na kusogelea. Askofu alikuwa amepandisha vioo mpaka juu. Akashusha kioo tukatazamana. Alikuwa peke yake. Akaniambia zunguka huko uje upande kwenye gari. Basi mimi nilizunguka, nikaenda kupanda kwenye gari, nikafunga mlango, halafu akapandisha vioo. Tukawa wote ndani. Sasa ni hakuna anayetuona maana ni full tinted. Lakini ndani kulikuwa na ubaridi mtamu sana wa AC. Nikawa sasa mimi naogopa, ni moyo umeshtuka, ndio kwanza nimetokea kumuona ana kwa ana tena kwa mara ya kwanza. So alitabasamu tu. Nikaona anavyotabasamu kitu uzima. Nilipompima kwa macho nikagundua hana mwili mkubwa sana. Nilijua ni bonge kama baba yangu, hasa kulingana na umri wake na wa baba ulikuwa unatofautiana kidogo. Akaniambia kwamba wow, wewe ni mzuri sana. Nikamwambia asante. Hapo sasa nilisema hivyo huku sasa nikishikashika vidole vyangu, huku sasa natetemeka kwa uoga. Akaniuliza mbona unatetemeka sana, unaogopa nini? Nikatikisa kichwa kumaanisha kwamba hapana, siogope kitu. Basi akaliondoa gari na kuniambia ninahisi una njaa, twende ukale. Sasa kwa ule uoga nilikuwa sina hamu ya kula kitu chochote. Nikaambia kwamba hapana, nimeshakula tayari, nimeshakuona nimeridhika, naomba niondoke niende kwa dada. Akasema hujanipenda. Nikaambia nimekupenda lakini naomba tuonane siku nyingine. Akanambia sawa twende. Aliendesha gari taratibu akilipeleka mbele. Na alipofika mahali akanambia kwamba sitafurahi ukaonana na mimi halafu usipate zawadi yoyote. Basi mimi nikatulia kimya. Ila alipaki gari na kuchukua simu yake, akampigia mtu akasema kwamba niko hapa nje ya duka lako, kuna msichana anakuja hapo anaitwa Alima, atachagua nguo yoyote halafu mimi utaniambia bei nilipie. Yule kwenye simu akasema sawa. Alikata simu na kunigeukia kisha akaniambia kwamba unaona ile duka hapo limeandikwa Zoo Collection? Nikamjibu hapo sasa nikitazama kupitia dirishani nikasema ndio. Akasema sasa nenda ukachague nguo nzuri ya gharama yoyote halafu ukipenda uichukue, mimi nitalipa. Nilishangaa nikasema sasa si twende wote? Akasema hapana, mimi ni askofu, siruhusiwi kuongozana na mwanamke namna hiyo. Wewe nenda, kila kitu kitakuwa sawa. Basi nilishuka kwenye gari. Nikapiga hatua chache, nikageuka kwa uoga, nikisema kwamba nimeacha begi kule ndani, usikute huyo baba nitapeli. Akaondoka na begi langu. So nilijitia moyo kwamba ni mtu wa ibada. Nikaingia dukani. Sasa huko kuna kijana mmoja hivi alinichangamkia sana. Akaniambia kwamba wewe ndo Alima? Nikamjibu ndio. Akasema okay, njoo nikuonyeshe nguo nzuri za watoto wazuri kama wewe. Basi akanipeleka ndani. Nilipofika sehemu ya abaya, mama we, udenda nusu nidondoke. Kila nguo ni nzuri. Ile ule kaka akaniambia kwamba kwa rangi yako wewe, chukua hii hapa ya pinki na kuhakikishia utapendeza sana. Ingia kwenye chumba cha kujipima hapo ujipime. Basi nikaingia hapo nikabadilisha na kuvaa ile nguo. Jamani mashallah. Jamani nilipendeza. Mpaka mwenyewe nilijitamani. Asi nilikuwa najiangalia kwenye kioo nasema yo. Yaani ile vazi nikirudi nalo kule kijini kwetu Mudio, lazima waniroge. Basi nikatabasamu na kulivua nikavaa nguo yangu kawaida. Ila sasa ile navaa tu akanitupia lingine la rangi nyeusi. Nikalivaa lenyewe na yenyewe linipendeza ila sio kama ile la mwanzo. Nilipomaliza nilitoka nikaambia kwamba nimependa ile la pinki. Akanambia chukua na hilo la pili, anasema uchague mawili atalipia. Nikasema kwa kuwa akasema basi sawa, mimi nachukua nifungie. Akasema lakini bado viatu. Basi akanichukua mpaka kwenye duka la viatu. Akanipima nikachukua viatu jozi mbili, kisha nikaondoka nikiwa na furaha kweli kweli. Nimetembea kuelekea pale nilipomwacha askofu akiwa na gari, nikashangaa gari haipo tena. Nikaangaza kushoto na kulia hakuna gari. Mbele na nyuma sioni ile gari tena. Nikasema kaenda wapi na begi langu lenye nguo na simu niliacha kule jamani ikiwa kwenye mkoba. Sasa hapa mimi nitafanyaje kumpigia? Nilibaki nimeduaa sijui hata niende wapi. Ikanibidi nirudi kule dukani. Nimefika ndani nikamkuta dada mmoja hivi ambaye alikuwepo. Mdaula alikuwa akihudumia wateja. Sasa nikamuuliza nikasema samahani, yule kaka aliyenihudumia kaenda wapi? Yule dada akaniambia kwamba nani huyu Abdul? Sasa mimi nilikuwa sijamjua jina lake yule kaka.
Akaniambia kwamba amezunguka huko nyuma, sijui atakalekea wapi. Nikasema aise, na yeye tena. Basi nikaa nimeshika tu zile nguo na viatu mkononi, na shangaa sijui hata nafanyaje. Basi nikiwa nimezubaa pale, yani nawaza tu kwamba nawasiliana vipi na yule baba. Nikamwambia yule dada kwamba nilikuja na mtu nikiwa kwenye gari yake, niliacha simu yangu na begi, lakini sasa nilipotoka ni sijaikuta gari. Akaniambia kwamba hebu subiri kwanza hapo nje. Nilitoka nje, nikiwa sasa nimesimama na shanga, mara nikasikia honi. Nikatazama hivi barabarani na yone ile gari. Askofu akashusha kioo na kuniita kwa ishara. Nilivyokuwa sasa nishaanza kuogopa, basi niliwahi gari na kumuuliza kwamba ulienda wapi? Akajibu, niliangalia mafuta yamebaki kidogo na mimi sasa nataka nikupeleke mpaka Usangi, mafuta sija katukatia njiani. Nikasema jamani, mimi niliogopa. Akasema, naona sura yako na ulivyo mpole, nisamee sana bwana. Basi aliondoa gari, akaanza kuendesha kwa mwendo wa taratibu. Akiniuliza kwamba nguo zako vipi, umechukua? Nikaambia yule kaka akasema nichukue 2 na viatu pea 2. Akaniambia usijali, sasa siku tukionana tena njoo umevaa hivyo. Kwa hiyo nitafurahi sana kukuona ukiwa umevaa ambavyo nimekununulia. Sasa mimi nilitabasamu, nikamwambia kwamba sitakaa sana huko. Akasema ila lazima tuonane kabla hujaondoka, si ndio mtoto mzuri? Nikatikisa kichwa kumaanisha kwamba tutaonana. Basi akaendelea kuendesha huku sasa kitabasamu. Mimi kando yake namtazama tu, namchora nione kama ni size yangu au la. Tulipofika maeneo fulani hivi hamna nyumba nyingi barabarani, akapaki gari kisha akavuta pumzi na kuniambia kwamba nakupeleka nyumbani, lakini kumbuka vitu vyote tulivyokuwa tukichati. Nikamuuliza kwamba vitu gani? Akaniambia kwa hisia kwamba ulikuwa ukisema tukionana utanikumbatia kwa nguvu, halafu ukisema utanibusu mdomoni. Mbona leo haujanibusu? Basi nilifunika uso wangu kwa aibu jamani. Sijazoea hivyo vitu. Ndio kwanza anakuwa mwanaume wangu wa kwanza. Lakini alivyokuwa ananidekeza nilikuwa nimeshampenda balaa. Akanyanyua mkono wake akaweka kwenye goti langu. Akasema ya kwamba eti Halima, alisema hivyo, sasa mimi nikakaa kimya. Basi akaniita baby, nikatika baby. Akasema msogea basi kidogo basi hata nikumbatie. Nikawa naangalia eneo moja kwa aibu. Akasogea yeye na kunivuta kwa nguvu. Sasa kutokana na mimi sasa nilikuwa na mwili mdogo, alinivuta kirahisi. Akanibeba mzima. Ase nijikuta tu naishia kumwangalia. Nikaficha uso kando kwenye bega lake. Ni mdao nipo na hema sana. Alivyoniita nikaitika, akasema kwamba nakupenda. Sasa mimi sikuweza kumjibu. Akanishika na kuniweka vizuri, afa kanitazama usoni, akasema kwamba niangalie mpenzi. Nikajikuta namtazama lakini nilishindwa. Nikacheka kwa aibu sasa nikikuepesha macho yangu. Akaniambia kwamba usiniogope. Unajua ipo siku tutalala tukiwa hata hatuna nguo sasa. Kwa nini unaniogopa unaponitazama hivi? Unadhani utaniangalia tukiwa tupo sehemu faraga kweli? Mimi nibaki nacheka kwa aibu tu. Akaniweka vizuri, alafu akaanza sasa kuendelea yale mambo yake ambayo anayafanya. Yaani kama ya watu ambao wanafanya maandalizi ya kufanya jambo. Basi nilishawahi kuona kwenye movie watu wanavyofanya, kwa hiyo mimi nikajitahidi kufanya niwezavyo. Tulivyomaliza kaniuliza kwamba inaonekana wewe hujazoea hivi vitu kabisa, si ndio? Nikamwambia kwamba sijawahi kukaa na mwanaume karibu hivi. Alinishangaa kuniuliza kwamba ina maana hujawahi kabisa kufanya chochote. Nikamwambia sijawahi. Akasema kama ni kweli basi nitakupa zawadi kubwa sana. Utachagua nini? Nikamwambia iPhone. Akasema hilo tu sijali. Basi akaniacha nikaketi kando, alafu sasa akawasha gari na kuniuliza kwamba kingine nini nikufanyie? Nikamwambia kwamba natamani kufanya biashara zangu mwenyewe. Akaniambia biashara gani? Nilimwambia unajua mimi ni mshonaji, hivyo napenda biashara ya nguo, kushona hivi nini na vingine kama hivyo. Akasema sawa, kama ukihitaji kwanza niambie nikuandalie mtaji, ila niahidi hautonisaliti mpenzi. Basi alivyosema hivyo nikasema ya kwamba sitokusaliti na kupenda sana. Alitabasamu na kusema niliwahi sana kuzaliwa, ningechelewa niwe rika lako ningekuoa haraka sana. Basi bwana, safari ikaendelea sasa tukiwa wote kimya. Mimi kilichokuwa kinanishangaza ni nguo yangu ambayo ni kama nilisikia kabisa ilikuwa imeloa. Na maanisha kabati nilikuwa nimevaa ilikuwa imeloa. Hasa baada ya kukumbatiana naye. Kwa nini kana tafakari nimuulize ni nini hicho au? Lakini ghafla simu ikaita, ni dada alikuwa ananipigia.
Nikamuuliza askofu ya kwamba dada ananipigia, je nimwambiaje? Akanambia mwambie umeshapanda magari ya Usangi, ndio huko Kilimani unapanda. Basi nikapokea simu na kumwambia dada hivyo. Akanambia kwamba ukifika stendi utanipigia, kuna bodaboda atakuleta hapo nyumbani. Nikamjibu sawa, naye akakata simu. Asa baadaye nilifika Usangi. Ni milimani lakini ni kuzuri sana. Basi askofu akanambia kwamba ili dada asihisi vibaya, basi ni bora nishuke pale pale stendi. Akanambia pia yeye alitakiwa kuwahi kurudi Mwanga mjini ili akajiandae na ibada ambayo ingefanyika kesho yake siku ya Jumapili. Alitoa shilingi 100 akanipatia. Nikaogopa na kuikataa. Nikamwambia kwamba mimi sitaki hela yako yote hii bwana. Kumbuka umetumia gharama zako nyingi, kwa hiyo sitaki nikupe hasara. Alitabasamu akasema wewe ni mpenzi wangu. Ninatakiwa nikupe pesa kila mara ukisikia hamu ya chips kuku ule, sio mpaka wakunulie. Unajua ataniibia bwana. Hebu shika bwana. Nilipokea, nikahesabu, nikatoa 50,000, nikaambia kwamba hii na wewe ni ya kwako, mimi hapa inatosha, nikiwa na shida nitakwambia. Basi bwana. Alinitazama kwa tabasamu, halafu akaniambia kwamba wewe ni tofauti sana. Nikasema bye. Akachukua kibox fulani hivi kwenye bonnet, akaniambia kwamba kuna kazawadi kingine nikununulia muda ule ulipokuwa umeenda kupima nguo na mimi kama nimetoka kwenda kuongeza mafuta. Basi alisema hivyo, sasa ananipatia ile boxi. Nikachukua na kulitazama, ni saa ya kisasa, yani smartwatch. Ilikuwa na saa 2 humo ndani, pamoja na mkufu, hereni, kwa kuna bracelet. Nikamwambia kwamba asante sana, akaniambia usijali. Sasa nilivyokusanya vilivyo vyangu, nikashuka kwenye gari, naye alikaa pale na gari mpaka akahakikisha kwamba nimewasiliana na dada na pikipiki imenichukua ikanipeleka nyumbani. Nilipofika nilimtumia kwanza ujumbe, nikasema wow, sijawahi kuenjoy hivi, nimesikia furaha kuonana na wewe ana kwa ana. Asante, nilikuwa nakupendela, leo nimekupenda zaidi na zaidi. Mungu akutangulie ufike salama mume wangu. Msikilizaji, wakati naandika hiyo message nilikuwa nimeshachanganyikiwa. Yule mbaba, Alafu sasa furaha nyingine iliyokuwa inanichanganya ni kwamba yule baba alikuwa hana mke. Kwa hiyo mimi sikuwa kama mchepuko, ila nilikuwa ni mpenzi wake wa halali kabisa. Nilijiona mshindi hatari. Basi nilifurahi kuona mazingira mapya. Nilikuwa sijawahi kwenda mbali, maana kipindi cha nyuma nilikuwa nikitoka nyumbani ni boarding school, alafu shule yenyewe hata haikuwa mbali. So dada akaniambia kwamba umekuwa sana mdogo wangu, huko nyumbani kuna raha sana Nikamwambia dada, hamna hata raha, kama kungekuwa kuna raha ningekuambia nije huko kweli. Basi dada akacheka akasema kwamba wewe ushakuwa na unataka uhuru, hamna lingine, ndio maana umetafuta tu mbinu ya kuondoka nyumbani, ila naomba please usiniharibie kwa baba mkubwa. Nikamwambia kwamba siwezi kukuharibia. Basi baada ya kumwambia hivyo dada akasema kwamba huko wanaume ni vicheche sana, huko ulikokuwa umelindwa mno, alafu uje upatie huku mimba. Mimi sijui hata nitajibu nini. Nikaona dada ni kama anaongea point. Akaniambia kwamba alafu huku kuna ukimwi. Yaani huku kwa ukimwi ni balaa. Karibia kila familia kuna mtu mwenye ugonjwa. So jilinde sana. Ukifanya mambo yako kapime kwanza, lakini pia uepuke mimba. Kama unaona huwezi kuvumilia starehe zako, hakikisha unatumia kinga. Pia ucheze na kalenda, ujue siku ipi salama na siku ipi za hatari uzijue. Basi nikapata wazo. Nikamuuliza kwamba kwani siku za hatari zinajulikana vipi? Dada akaanza kunifundisha, akasema kwamba kwa mfano umeanza period tarehe 1, ina maana unatakiwa uhesabu siku 10, ambapo ile siku ya 10 ndio siku za hatari zinaanza. Hapo ukilala tu na mwanaume bila kutumia kinga, ujue umeshika mimba shosti. Nikasema dada mbona sijaelewa? Nikasema nimesema hivi. Dada akasema nimesema hivi, ukianza period tarehe 1, anza kuhesabu siku ambayo umeanza kutoka damu, ndio hiyo siku ya kwanza. Kwa hiyo hesabu mpaka itakapofika siku ya 10 tangu ulivyoona damu siku ya kwanza. Sasa ile siku ya 10 mbele, hizo ndio siku za hatari ambazo zinaanzia hapo. Kwa hiyo zinakuaga ni kama siku 6, 7 hivi 8 za hatari. Ukilala tu na mwanaume bila kutumia kinga, utakuwa umeshapata mimba. Nikasema akasema ndio hivyo. Yaani ukiingia tu period baada ya siku 10 usifanye kabisa kwa siku 8. Kwa hiyo ni kama umeingia leo tarehe 1, ikishafika tarehe 10
kuanzia tarehe 10 usikutane mpaka tarehe 17 huko, yani hizo siku zote usikutane. Kuanzia 18, 19 ndio unaweza ukakutana. Nikasema sawa. Basi akanikata jicho na kusema kwamba sijamaanisha kwamba ufanye mambo hayo, usije ukasema mimi nimekuchochea. Basi niicheka, alafu nikaendelea kukata mboga. Sasa usiku nikiwa na simu yangu nikaanza kufuatilia hayo mambo ya mimba, mambo siji ya psycho nini. Maana nafsi yangu ilisharidhia lazima nimuonyeshe baba askofu. Nikapata majibu siku za hatari zinakuaje na siku salama ni zipi. Hivyo nikasema hata siku ile ilikuwa ni siku ya hatari kwangu, lakini zilibaki chache sana. Nikajisemea moyoni kwamba kwa namna hapa kwa dada kulivyo, lazima kabla sijaondoka nionane na baba askofu, maana busu lake lilikuwa ni tamu sana. Kwa hiyo nikawa nalitaka tena. So nilipokea ujumbe akasema kwamba baby, nimemaliza napumzika sasa, tunaweza kuchat kidogo kabla sijalala. Nikasema kwamba ndio mume wangu, tena nataka tuchati mpaka asubuhi maana leo niko huru. Baba askofu alicheka na kusema kwamba nimefurahi kusikia hivyo mchumba wangu. Nikasema utanioa kweli? Akaniambia natamani siku moja iwe hivyo. Vipi, utaridhia kuwa na mimi? Nikamjibu askofu kwamba moyo wangu utakuwa na amani sana. Basi akatuma emoji za yani zile ambazo zina emoji za kukiss na za makopa. Nikamwambia kwamba afisa ile umenipeleka yani kama mtoto yani. Akasema nimekupeleka kivipi? Nikasema si ambao uko unanifanyia yani umendrive kama mtoto. Mimi nimejisikia ni nguo yangu huko ndani kama imeloana. Akasema kweli mimi mwenyewe mambo alikuwa balavana. Basi baada ya kuchat pale wewe na baba askofu, baada ya muda kidogo Mariamu akaniuliza kwamba mbona hukunicheki shosti yangu? Vipi mlionana shemeji askofu? Nikamjibu kwamba ndio na ni handsome balaa, nimekaa naye yani nimechanganyikiwa mwenzio, sitamani kurudi huko tena. Basi Mariamu akacheka, wote tukafurahi. Akaniahidi naye atakuja kutembea kwa sababu ameshanimisi mimi rafiki yake. Basi kesho yake asubuhi niliamka kwa kuwahi sana. Niliandaa kila kitu kama dada alivyokuwa amenielekeza. Nilihakikisha shemeji kapata kifungua kinywa kabla hajaenda kazini. Alinishukuru na kuniambia kwamba nimeenjoy sana, hakika unajua kupika. Nikasema asante shemeji. Akaaga na kondoka zake. Nilimfuata dada chumbani ambapo sasa nilimkuta akiwa ananyonyesha. Nikamuuliza kwamba dada, nifanye kazi gani dada? Akanambia fanya usafi, tosha vyombo na kudeki huko ndani. Nikamwambia vyombo nimeshaosha. Akasema basi deki tu na uwanje ufagia alafu pumzike, nikihitaji kitu nitakwambia. Basi nilianza haraka sana kufanya kazi hizo. Dada akaniambia kwamba mimi ni mchap sana, yani niko faster sana. Niliporudi ndani kupumzika nilikuta message ya askofu. Ilikuwa inasema kwamba nimetoka kuongoza misa ya kwanza hapa. Nikasema nikutakia asubuhi njema malkia wangu. Kwa hiyo mimi naenda kwenye misa nyingine sasa. Nilitabasamu na kumwambia kwamba nashukuru sana, Mungu akutangulie. Basi nikatulia. Sikuona majibu kabisa. Nilikuwa bado nashangazwa na misa mara ya kwanza, ya pili, nikasielewa lakini mimi sikujali. Kwa sababu najua haikuwa dini yangu. So mimi niliendelea kupumzika. Baadaye tukaanza kuandaa chakula sasa tukishirikiana na dada Ray pale. Basi maisha yakawa ndio hayo msikilizaji. Siku ya Jumatatu asubuhi nilipokea ujumbe kutoka kwa askofu, akaniambia kwamba siwezi leo kushinda bila kukuona wewe. Ninaomba nije mpaka karibu na nyumbani, uje nikuone tu, kisha nitaondoka nikiwa na furaha. Basi bwana, nilipoangalia pale nyumbani haikuwa ni muda mzuri wa kutoka. Nisingepata nafasi kirahisi. Nikamwambia askofu kwamba leo haitawezekana, naomba nitakwambia. Akanambia haitawezekana, mbona nimemisi kukuona. Nilijaribu kumkataza lakini wapi. Akasema jioni angekuja. Kweli sina lile wala hili. Alinipigia simu. Nikasogea mbali nikapokea. Akasema kwamba niko hapa Usangi stand. Vipi nije sehemu gani? Nilimwambia kwa mshangao, nikasema kwamba hey baby, umekuja kweli? Akasema ndio. Niambie uko wapi wana, ili nije haraka, nataka nikukumbatie walao. Nikasema sawa, wewe njoo mtaa wa Usangi Girls huko, ukifika tu hapo karibu na shule basi nisubiri, ninaweza kuja hapo. Akasema sawa, ninakuja. Basi mimi nilianza kuwaza ninatumia njia gani kwenda dukani nikakutana na ule mubaba. Nilikuwa nawaza nitamwambia nini dada anielewe. Lakini sijui ni shetani tu au ni Mungu. Ghafla dada akaniambia kwamba wewe Halima, hebu nenda dukani ukaniletee vocha. Nikasema sawa dada. Nikaenda kuchukua pesa na kwenda dukani. Nilipofika dukani niliona gari nyeupe imepaki. Nikampigia nikamwambia uko wapi? Akanijibu nimekuona, mimi ndio niko na gari nyeupe hapa Subaru, njoo. Nikamwambia okay. Nilianza kutembea kulifuata ile gari. Nilipofika hivi alimfungulia mlango, nikaingia na kuketi, nikamsalimia, nikasema shikamoo.
Akasema asalamu alaykum. Alisema kwa utani sasa akitabasamu. Nikamwambia kwamba alaykum salam. Basi nikaketi nikiwa sasa namwangalia naogopa. Nikamwambia kwamba nimetumwa dukani na dada, ninahitaji kuwahi nyumbani haraka sana. Akasema usiwe na wasiwasi, nyumbani utawahi tu. Basi bwana. Aliambia kwamba unajua ulipotokea tu mtaa wote ulipata nuru. Kuna vijana nimeona wanakuangalia wanakugeukia hapo kukutazama. Nimepata hivi sana, wasije wakanipora mali yangu bwana. Nikamwambia hapana, hawezi kukupora baba. Akasema hapo sawa. Basi baada ya kusema hivyo akanichum na kuanza kuendelea kufanya ile mambo ambayo ni kama watu wanafanya wakiwa wanataka kujiandaa kuingia kwenye game. Sasa mimi kwa kuwa nilikuwa nimeshajijengea hisia na ule mtu, mimi mwenyewe nilikuwa nafurahia kila ambacho alikuwa anafanya. Basi akaniambia kwamba leo nataka nione tu kwa macho. Nikasema nini hicho? Akasema nataka nilione kwa macho tu. Nikamwambia nini sasa? Akasema kwani mpaka sasa hujanielewa? Niliogopa kwa sababu nilikuwa nimeshamuelewa nini anachotaka kukiona kwa macho. Nikasema kwamba hapana, haitawezekana. Nilisema hivyo alafu sasa nikajifunika maana yani ni kama nguo ilikuwa imeshaanza kupanda. Sasa aliniangalia kwa huruma sana, akaniambia kwamba Halima, unanipenda kweli? Nikasema ndio nakupenda. Akasema basi kama unanipenda ninaomba niitazame tu. Nataka kuiona tu. Nataka tu kuona kwa macho. Mimi sitakufanya chochote. Basi alinizonga wewe mpaka nikajikuta sasa nimekubali. Japo nilikuwa na aibu, nilimwacha akanikodolea macho aisee, kwa sababu hapo alikuwa ameshaondoa kabati langu na akaanza kumulika pale na mwanga wa simu. Mimi nilikuwa naogopa aisee. Lakini pamoja na yote aliyoendelea baada ya yeye kuona, aisee, alijikuta akifanya vitu ambavyo vilitupeleka katika ulimwengu mwingine, na baadaye sasa akajikuta sasa anatumia funguo yake kuingiza kwenye kitasa, kwa sababu ilikuwa ni mara ya kwanza na nilihisi ni kama amenichana hivi kwa kitu kikali. Akasema ya kwamba pole. Nikasema ya kwamba hapana, ondoa, umenichana, ondoa. Basi alinishika kwa nguvu kidogo, lakini sasa kilichokuja kuniokoa, simu iliita. Nilipotazama hivi nikakuta ni dada ananipigia. Nikashtuka na kusema kwamba niachie, dada ananipigia, nataka kujua niko wapi. Jamaa alikuwa ni mstaarabu, akaniachia. Nikachukua simu na kupokea, sasa nikikaza sauti asijue kwamba nilikuwa kwenye ulimwengu mwingine. Basi dada akanifokea akasema kwamba hivyo umeenda wapi wewe? Mbona uniletee voucher nijiunge bando bwana nimtumie mama picha za mtoto? Nikasema nimetafuta voucher nimekosa dada. Akaniambia sasa si urudi nyumbani, mbona sasa unakuwa kama mtoto? Hebu njoo haraka bwana. Basi niliogopa. Nikamwambia yule baba askofu ya kwamba mimi naondoka, ila umeshaniumiza sana. Akaniambia nisamehe sana bwana, mimi nimeshindwa kuvumilia. Basi nikafuta machozi, halafu sasa nikashuka kwenye gari. Akaniambia chukua pesa matumizi. Nilikataa, nikaondoka zangu kwa hasira. Ghafla nikasikia sauti nyuma yangu ikiniita kwamba wewe Halima. Kugeuka hivi kwa mshtuko kuangalia hivi, mume wa dada yuko nyuma yangu. Nikasema shemeji. Akaniuliza wewe umetoka wapi? Wewe ndio ulikuwa kwenye hilo gari hapo ama? Nikasema hapana shemeji, nimetoka dukani, sasa huyu akawa ananisumbua tu. Shemeji akasema haya, kuwa makini sana na watu huko. Nikasema sawa shemeji. Nilitembea haraka, nilikuwa nasikia maumivu ese. Lakini shemeji aliniita na kuniuliza kwamba ukifika nyumbani usimwambie dada yako kwamba umeniona, maana inabidi nichelewe kidogo. Nikajiuliza kwa nini, lakini nikajibu tu sawa. Shemeji akasema ni kwa sababu mke wangu anaivu sana. Akiona nimerudi nyumbani na wewe anaweza kuanza kutuhisi vibaya. Basi nikatikisa kichwa kumuelewa sasa maana yake. Kwa mimi nikaendelea kutembea. Nimefika dukani nikachukua voucher, alafu haraka nikaenda nyumbani. Nilipofika nyumbani niliingia bafuni kujiangalia. Aise, nikakuta damu kidogo imenitoka. Nikasema baba mshenzi kweli. Yaani anafanya hivyo wakati hata tujapanga kufanya. Basi mimi nikajisafisha nikaenda chumbani pale ambapo huko sasa nilikuta message kadhaa za askofu. Moja ikisema kwamba nisamee mpenzi, nyingine ikasema kwamba vipi umeshafika nyumbani, nyingine ikasema kwamba mimi narudi Mwanga sasa hivi, bye my love. Nyingine ikasema kwamba huyo kijana mliokuwa mnaongea naye ni nani? Nikaona ngoja nijibu tu hii ya mwisho kwanza. Nikamwambia kwamba huyo ni mume wa dada na amesema ameniona nikitoka kwenye gari. Umeona sasa unavyotaka kuniharibia? Baba askofu akasema kwamba hakitaharibika kitu, lakini nikwambie tu umenifanyia surprise ya hali ya juu sana. Kwa kizazi hiki ni ngumu sana kumkuta mwanamke akiwa hajapitiwa. Hakika nitakuandalia zawadi kubwa, wewe hautaamini yani. Siku ukija mjini nitakununulia iPhone ya macho matatu mpenzi wangu. Nikamuuliza kweli? Akasema ndio katoto kangu kazuri, nakupenda sana. Nikamwambia bwana mimi sikupenda, umeniumiza. Akasema umeumia leo tu, ila siku nyingine hautaumia tena. Kwanza utasikia raha sana, utaniambia yani wewe mwenyewe utakuwa unaniambia kwamba unahitaji.
Basi nikavuta picha kweli. Pale mwanzo nilikuwa kuna raha fulani nilikuwa nasikia. Ila sasa nilipojiachia sasa ndo akanifanya niumie kweli kweli. Nikamwambia kwamba sawa bwana, ngoja mimi sasa nimsaidie dada kazi alafu nitakutafuta baadaye. Akasema sawa. Na mimi nikaacha simu nikaelekea jikoni. Kesho yake asubuhi nilipoamka niliandaa chai kama kawaida tu kwa ajili ya shemeji ili sasa aende kazini akiwa vizuri. Nilimwekea shemeji mezani chai, akaniambia kwamba niletee peanut butter hapa niweze kupaka kwenye mkate. Basi nikaenda nikachukua peanut butter nikampelekea. Ile nimempatia hivi, alinishika mkono kwa nguvu. Nikabaki namtazama tu. Nilipoona anatabasamu na kuna kitu yani ni kama anamaanisha, nilianza kuvuta mkono nijitoe kwake. Nikamwambia kwa sauti ndogo kwamba niachie bwana. Akaniachia alafu akacheka na kufunua ile peanut butter. Niliendelea na majukumu mengine pale jikoni kufanya usafi nini. Lakini muda wote huo nilipokuwa nageuka nilikuta shemeji ananitazama mimi tu. Na mara ya mwisho alikuwa ananikonyeza. Nilishangaa. Unajua sikutarajia Alipomaliza kunywa aliniita na ilikuwa sio kawaida yake. Akaniambia kwamba njoo toa vyombo hapa. Nikasema sawa nitatoa. Akasema sasa hivi njoo toe. Basi nilienda sasa nikiwa na hasira. Akaniambia kwamba sikiliza Shem, baadaye nitakupigia simu sawa kuna kitu nataka kuongea na wewe, lakini nikikupigia naomba usikae karibu na dadako sawa? Mimi sikujibu kitu, nilichukua vyombo nikaondoka. Akasema kwamba naamini umeelewa. Halafu aliinuka na kuondoka zake akielekea kazini kwake. Muda huo bado dada alikuwa amelala chumbani sasa. Nikabaki najiuliza shemeji anataka kuniambia nini? Sasa nilikumbuka maneno ya dada mwanzo. Nilipomwomba nikae kwake aliniambia kwamba anaogopa maana mimi ni mzuri sana. Alikuwa anahisi mume wake anaweza akanitaka. Nikajisemea moyoni kwamba sasa hapa itakuwaje? Shemeji akinitongoza nitamwambia nini ili sasa asinichukie na akanifukuza nyumbani. Msikilizaji, niliogopa madhara makubwa ambayo angetokea. Maana yeye ndiye baba mwenye nyumba na ana uwezo wa kunifukuza. Pia niliogopa nikitembea naye nikifumwa basi baba yangu atanichukia kabisa. Ataniona sina nidhamu. Niliwaza mambo mengi sana msikilizaji, ila kwa bahati nzuri siku ile ilipita hakunitafuta. Kesho yake mchana niliona simu mpya. Ilikuwa inanipigia nikapokea. Nikagundua ni yeye shemeji. Akanambia kwamba kama uko karibu na Mama Nuru sogea tuongee. Nikasema nina kazi, nikakata simu. Darei alinigeukia na kuniuliza kwamba nani huyo? Vijana washaanza kukusumbua Nikajibu hapana, ni mtu tu kule kijini kwetu. Dada akaniambia kwamba hivi kuna nyanya kweli huko ndani? Nikamwambia wala hata kuna nyanya. Akasema hivi vitu vimeisha sana na hivi vya kununua gengeni huwa ni gharama kubwa. Basi dada akaniambia kwamba kesho yake ningeenda kule mjini, kulikuwa kuna siku ya mnada. Ningepata vitu vya nyumbani kwa bei rahisi. So nilikubali. Wazo la kwanza lilonijia ni kwamba kwanza ni kumtaarifu baba askofu kwamba nitaenda kule karibu na kwake siku ya kesho yake. Akaniambia kwamba anafurahi sana kusikia hivyo. Akaniambia nimpe lisali moja tu nikae naye sehemu tulivu, kuna mambo ya kujadili. Nilimwahidi hilo lisaa halitakosekana, ila nikamsisitiza kwamba kile alichokifanya siku za nyuma basi asikifanye. Tutatafuta tu muda mwingine wa kwenda kukifanya. Msikilizaji, sijui hata nilikuwa nimekumbwa na pepo gani. Sijui ni aina gani ya jini, ila nilimpenda sana yule baba. Sikuwahi kuwa na mahusiano, licha vijana wengi kunisumbua kuniambia wananipenda, lakini niliwakataa. Ila yule baba alinikosha. Huwa mara nyingi nikiwapa simulizi hii watu wanasema kwamba hakuna lolote, ni pesa tu zilizokuwa ndo zimenizuzua. Eti kwamba zimenichanganya, ila labda pengine ni kweli. Haya bwana, kesho yake ilikuwa ni siku ya mnada. Nilivaa vazi lile alionunulia la pinki. Nikaondoka nyumbani, nikamwambia askofu ajiandae tuonane. Akasema nenda sokoni nunua vitu vyako vyote vya nyumbani, kisha ukishanunua niambie nikufuate nikuchukue tuende sehemu. Nikaambia hamna shida, nitafanya hivyo. Basi nilifika Mwanga mida kama ya 2 asubuhi, nikanunua vitu vikajaa kwenye kapu pale nini, kisha nikamtafuta nikamwambia kwamba nimeshamaliza kununua vitu. Akanambia sawa, kuna kijana nimemwambia aje akuchukua hapo na gari dogo, atakuchukua sio muda, anaitwa Marco. Nikasema sawa, ninasubiri. Kweli haikupita dakika kadhaa nikasikia nimeitwa. Nikaitwa, wewe dada? Nikageuka, akasema kwamba naitwa Marco bwana, nimetumwa na bishop hapa nikuchukue na gari nikupeleke alipo. Nikasema sawa. Kweli nilipanda gari, nikaanza najiuliza yule kijana amenjuaje ni mimi wakati hata simjui na namba yake sina, wala hata hajanipigia simu. Sasa kanibidi nimuhoji, nikamwambia kwamba umejuaje ni mimi, mbona umenifuata moja kwa moja? Yule kaka akatabasamu na kusema kwamba nimejua ni wewe kwa sababu bishop aliniambia nikifika tu sokoni niangalie msichana mzuri kuliko wote ndio nimchukue. Nijikuta nimecheka kwa aibu na kumwambia kwamba yani nyewe wanaume mna vituko sana. Akasema ndio ukweli bwana, nilipokuona yani ulikuwa unang'aa peke yako soko zima. Nikasema huyu.
Au nilikosea? Basi nilicheka tu kwa furaha nikasema kwamba hapana, hujakosea kitu. Basi safari ikaendelea, wote tukiwa na furaha tu. Nikapelekwa mpaka alipokuwa baba askofu, nje kidogo ya mji. Ila sasa kulikuwa na bonge moja la mjengo, geti kali na nyumba ya kisasa. Mariko alihakikisha kwamba amenifungulia geti, akanipeleka ndani, kisha akanikabidhi kwa askofu. Ilikuwa ni bonge moja la sebule. Sebule ilikuwa la kisasa. Kila furniture ni ya kisasa, TV kubwa, friji kubwa, radio kubwa. Ila kulikuwa na sauti ndogo huko mpira sasa ukiendelea taratibu kwenye TV. Yaani jumba kama hilo licha ya kuwa lilikuwa sio ghorofa, lakini nilishawahi tu kuyashuhudia kwenye movie. Basi bwana, yani askofu tu aliponiona tu aliinuka na kunitazama kwa mshangao akasema wow. Mimi nikasema kwa aibu tu nini? Akasema kwamba umependeza sana ese. Basi mimi nikajifunika kwa hijabu usoni na kusema kwamba shikamoo. Akasema marhaba, karibu keti mrembo. Niliweka kapu kando, nikasogea nikipiga hatua, nikasimama mbele ya sofa. Naogopa kuketi hapo. Akaniambia kwamba usiogope bwana, wewe kaa tu, lakini Halima wewe ni mzuri sana mama. Yaani nakupenda sana. Nikaketi na kujibu kwamba asante mpenzi, na wewe pia ni handsome. Naye aliketi kwenye sofa nyingine, akaniambia kwamba nashukuru kwa kuwa umevaa nguo ambayo nimeipenda sana. Nimefurahi kukuona. Halafu uso wako haukauki tabasamu. Sijui nikupe nini ili usiniache kwenye maisha yako yote mtoto mzuri. Nikamwambia kwamba sitokuacha, upendo tu unanitosha mpenzi. Bishop akasema siamini bwana, mimi nitakufanyia surprise nyingi. Ninaomba tu usiondoke kumwanga, fanya juu chini bwana, ubaki huko. Kama ni kazi mimi nitakutafutia, na hata kama ni biashara mimi nitakufungulia, ili mradi tu niwe naona uzuri wako mara zote bwana. Nilikaa kimya. Akasema kwamba si hautaondoka mama. Nikatabasamu nikasema kwamba nitabaki kwa ajili yako. Basi akanyosha mikono juu kwa ishara ya kushukuru kwa Mungu. Akasema kwamba asante sana Mungu. Halima, unajua Halima alikosea message, hatimaye nimepata mke uzeeni. Sijui hata nikupe nini Mungu. Au niache uaskofu ni muoe bwana. Mungu nipe wito bwana. Ninataka niishi na hili pambo uliloliumba kwa ujuzi wako. Basi nilipomaliza kuongea hivyo, mimi nilikuwa namwangalia tu nacheka na furahi anavyonipamba nini. Basi akasogea akafunga mlango, kisha akaenda kwenye friji akaniambia kwamba inabidi sasa useme unataka nini ule. Nikasema hapana, nimekunywa chai asubuhi nyumbani, sina hamu ya kula. Basi akarudi na glasi mbili. Huku sasa, yani mkono wa kushoto mbeba glasi mbili, huku mkono wa kulia ukishikilia chupa ya wine. Nikamuuliza kwamba hiyo sio pombe kweli? Akasema hapana, sio pombe. Sasa mimi msikilizaji nilikuwa sijui aina za pombe. Nikakubali, akaweka mezani, akaifunua kisha akatia kwenye glasi kidogo kidogo, akachukua ya kwake na kusema kwamba cheers baby. Kwa kuwa sasa mimi niliwahi kuona kwenye movie, nikachukua chapu na kugonga naye zile glasi. Akatia mdomoni na kunywa, na mimi nikajaribu kuinywa ile wine. Ni tamu lakini ni kali kidogo ile wine. Nikamwambia kwamba mbona hii pombe ni mbona kama hii pombe hii baby? Akasema sio pombe bwana, usijali, haina clevi hiyo. Basi mimi nikatulia nikawa na kunywa tu kwa wasiwasi, lakini nilimaliza ile glasi. Akataka kuniongezea, nikakataa. Nika sasa namuuliza kwamba mbona unakaa huko mbali, ndio kwako? Akajibu ya kwamba hapa nimejenga nyumba yangu kwa siri, lakini mimi siwezi kumiliki nyumba ikafahamika. Nikamuuliza kwamba sasa kwa nini uruhusiwi? Akasema kwamba mimi nilikuwa padri, mapadri, masista, maskofu, makardinali na papa ni mali za kanisa. Hivyo mali yoyote kuimiliki sisi ni mali za kanisa. Hivyo hata nikiwa na gari ujue ni la kanisa. Hivyo huwa nanunua vitu kwa majina ya ndugu zangu tu ili visibinafsishwe na kanisa. Nikamuuliza okay, na watoto wako wapo wapi? Akajibu sina mtoto. Sasa siruhusiwi kuoa, napata wapi mtoto? Labda wewe mpenzi unipe zawadi ya mtoto. Nikacheka na kusema kwamba mimi naogopa, labda tusubiri kwanza. Akacheka na kuendelea kunywa wine. Akanambia kwamba hii nyumba nimejenga kwa jina la dadangu, lakini pia nataka nijenge moja kwa jina lako. Alafu hata nikifa unabaki unaimiliki wewe. Si utakubali? Nikasema nitakubali, ila sitaki ufe. Nataka uendelee kuwepo maana nakupenda sana. Akasema yua. Kisha kainuka na kuja uketi kando yangu. Alipoketi tu hivi, nikasikia mwili ni kama umenisisimka hivi. Nikaanza kama kuogopa. Akanambia usitetemeke. Basi akasema kwamba niko tayari niachane na uaskofu nikuoe wewe.
uwe mke wangu pekee. Nikamwambia kwamba vipi kuhusu dini? Akasema kwamba dini, mimi nakuwa Muislamu vizuri kabisa bwana. Nikamuuliza kweli? Akasema kabisa. Sasa msikilizaji bwana, mimi na utoto wangu nilikuwa ninachanganyikiwa vibaya sana. Na nakumbuka mdao sasa naendelea kunywa wine. Wine inaendelea kuniendesha tu mdogo. Bwana wewe. Sasa ninaambia sio kilevi. Basi mdogo nikaanza kulegea. Na hisi usingizi. Usingizi sio usingizi. Kuumwa kichwa sio kuumwa. Nikaanza kupoteza kumbukumbu za kawaida mdogo. Alafu kadri nilivyokuwa sasa nalewa, ndio nikawa naisikia pombe ni tamu. Yaani nikawa naendelea kumwambia kwamba aniongezee glasi nyingine. Ghafla nikapotea. Yaani kwa mbali kabisa nakumbuka kumbukumbu kwamba alinibeba na kunipeleka room. Baba Askofu akafanya anavyotaka. Of course alienjoy na alifaidi sana. Na maumivu ilikuwa sipati kivile. Akili si haipo. Baadaye ndio nakuja kushtuka kutoka usingizini, naangalia nipo kwenye chumba kikubwa. Kitanda cha kifahari. Alafu kando yake sasa askofu alikuwa amelala. Yuko empty kabisa. Nilishtuka. Nikamuita, baba mpenzi, nguo zangu ziko wapi? Nachelewa nyumbani. Nikapiga hatua kuzitafuta nguo. Oya, sasa ile sasa kitendo cha kunyanyuka. Nisikia maumivu makali sana. Maumivu makali mno. Nikona sasa hebu ngoja nipitishe mkono nione kuna nini. Kupitisha kutazama hivi. Naona tayari game ishafanyika kitambo tu. Machozi yakaanza kunilenga. Nikanajiuliza huyu kanifanyaje? Sasa nikaziona nguo chini, nikachukua na kuvaa haraka. Huku nalia, nikamtikisa, nikamwambia kwamba amka bwana, mimi nataka unitoe, mimi nataka kwenda nyumbani, amka. Basi akaamka, akajifunga taulo, alafu akanipeleka sebleni. Maana nyumba ilivyokuwa kubwa, nilikuwa sioni hata njia kuelekea sebleni. Nilichukua simu ambayo niliacha kwenye kochi. Nilipoitazama ile simu, nikagundua kuna missed call 27, zikiwemo za dada na za mumewe kadhaa. Nikaangalia saa, ni saa 11 jioni. Mungu wangu, nilichanganyikiwa. Niliweuka, yani sijui hata nifanyeje, na nyumbani niliondoka asubuhi saa 2. Na sasa hivi ni saa 11. I say, nilijaribu kufuta machozi, nikamwambia Askofu Simon ya kwamba kwa nini umeamua kunifanyia hivi? Unajua kwamba mimi nitafukuzwa na dada, hivyo unahisi mimi hata nichukuleaje? Kaniambia nisamee mpenzi bwana. Alianza kupiga magoti chini. Ila nikaambia kwamba achana na magoti bwana, mvaa haraka mimi nipeke nyumbani. Wewe dhani mimi akinifukuza mimi itakuwaje? Akinifukuza na nitakuja hapa. Akasema basi sawa. Basi bwana akainuka na kuelekea chumbani. Hakuchukua dakika nyingi. Alirudi akiwa ameshavaa na alivaa nguo za kawaida ambazo mimi sikuwa hata kumuona nazo kabla. Akaniambia kwamba hizi nguo siruhusiwi kutoka nazo, maana ninaweza kufanya mambo ambayo ni kinyume na kanisa. Mimi sikujali sentensi zake. Nilimwambia kwamba nipeleke nyumbani. Huku sasa nimwambia mdau sasa, huku sasa nikipiga hatua kwenda nje na kapu langu mkononi. Nilikuwa natetemeka, moyoni nasema kwamba nitaenda kuambiaje nikifika nyumbani. Tulipanda gari moja kati ya magari 8 yaliyokuwa pale kwa askofu. Tukaondoka kuelekea Usangi. Nikamsisitiza, nikamwambia kwamba endesha haraka haraka. Akanambia hii barabara ina milima, vile vile ina kona nyingi. Sasa nikizidisha mwendo hapa tunaweza kupata ajali. Basi mimi nikaa kimya. Safari ikaendelea. Kichwani na mawazo mengi. Nitamani iwe ndoto niamke, yani nisije nikafanya kosa kama hilo. Kichwa kilikuwa kinaniuma, ila ni kama nilikuwa nisisikii maumivu aina yoyote ile. Askofu alinifikisha mpaka nje barabarani karibia na nyumbani. Hapo moyo ni unadunda. Nikavuta pumzi na kufungua mlango, sasa nikitetemeka. Nilikuwa ninawaza huko nyumbani nitajibu nini mimi. Akanambia, nenda, mimi nasubiri hapa, kikitokea chochote kibaya niko hapa, njoo. Basi nikana natoka na machozi. Nikachukua kapu langu nikaanza kutembea nalo kuelekea nyumbani. Hapo sasa nimeshaishiwa nguvu, natamani hata nisiende, lakini sasa inanibidi niende nyumbani. Nimefika nyumbani nikamkuta dada alikuwa ameketi barazani. Ameshika tama tu, simu mkononi. Akageuka na kuniangalia. Tulipotazamana tu machoni hivi, nikaanza kuangua kilio. Akasema kwamba Halima. Nikasita kutembea, nikasimama. Hapo sasa ni mimi, hapo nimekumbatia kikapu. Nikabaki na mtazamo sasa na tiririko na machozi. Akasema kwamba unataka kuniua na pressure mdogo wangu kweli?
Nikasema hapana dada, nisamehe. Dada aliniangalia kwa sekunde kadhaa kisha akaniambia kwamba haya, ingia ndani. Niliogopa msikilizaji, niliogopa kupita maana mlangoni ni pale alipokaa. Nikajua hapa atanikamata nipige. Akanambia haya, pita. Alipoona na sita, alinipisha kisha akakaa mbali. Nikapita na kapu, nikasema kwamba dada, naomba usinipige. Akasema kwamba sasa nikupige kwa nini sasa? Mimi siko hivyo bwana. Kweli nikaingia ndani, nikaweka kikapu mahali safi. Akaingia, nikanajiuliza hapa atanifanyaje? Akaniambia kwamba hebu andaa chakula. Mimi sijaweza kupika, nikijiuliza kipi kilichokukuta huko. Nikasema sawa dada. Msikilizaji, hapo hata sijaoga, naogopa hatari. Nikaenda chumbani nikavua nguo zangu zote kisha sasa nikajifunga kanga na kuingia bafuni. Nilioga chapchap pale, nikarudi nikakuta simu inaita. Ni Bishop Samuel ndo alikuwa anapiga. Nikamkatia na kumwambia kwamba nitakucheki baadaye baby. Nikaweka simu pembeni na kuvaa nikaelekea jikoni. Nilimkuta dada anaandaa vitu. Akanambia kwamba tusaidiane maana Banuru hapa akija akikuta chakula bado atagomba sana. Sasa ikabidi tuanze kushirikiana pale fasta. Sasa wakati tunaandaa vya kupika, nikasikia dada ameniuliza kwamba nilikwambia vizuri kuhusu wanaume wa eneo hili. Ni wagonjwa sana. Sio wanaume tu, hata wanawake. Sasa huyo uliyelala naye hivi kwanza mmepima na ukajua afya yake? Msikilizaji, nifikiri kwa kina. Nikajibu kwamba sijalala na mtu dada. Akasema wewe, ninajua ukweli wote Halima. Ni kwamba nimekuwa nikikusikia ukiongea kwenye simu usiku na mchana ukiwa chumbani kwako. Unachati unafurahi tu. Ninajua una mwanaume mwanga. Na nimekuja kujua kuwa yeye ndo sababu ya wewe kuniomba uje ukae huko. Sitaki kukunyima stari zako, lakini tafadhali sana, sitaki utoke na mume wa mtu hapa. Sitaki upate mimba, sitaki upate magonjwa ukiwa kwangu. Dada aliongea hivyo. Alivyoongea hivyo, nikatulia kimya, sikuongea chochote. Nikaanza kukaanga vitunguu jikoni ili sasa nipike pilau. Akaniuliza kwamba umepima naye? Nikasema ndio, tulitoka kupima dada. Hapo sasa nilibidi nidanganye, lakini kiukweli nilikuwa sijapima naye. Dada akaniambia kwamba ulichomwa wapi sindano kuchukua damu ili niamini mlipima. Nikatulia kimya. Dada akajua namdanganya, akasema kwamba hata kama umenidanganya, lakini nakushauri kitu. Harakisha haraka umwambie kesho mkapime. Ukikuta ni mgonjwa, kuna dawa utapewa hospitalini zitakuepusha kuathirika. Alafu pia inabidi umeze dawa za kuzuia mimba kabla ya masaa 72. Maana najua tu hamjatumia hata kinga. Basi nilitulia kimya, nikaendelea na kazi, lakini nilipata wasiwasi kwamba pengine yule mbaba atakuwa na ugonjwa, ndio maana alikuwa ananihonga sana. Asa dada akaniuliza kwamba umenisikia? Nikamjibu ya kwamba nimekusikia dada, nitamwambia. Akasema sawa, alafu inabidi umwambie nimjue ni nani. Basi niliogopa sana. Nilipata wasiwasi kwa sababu yule mwanaume ni mkubwa sana kwangu. Nijiuliza kama dada akimuona itakuwaje? Amenizidi umri zaidi ya mara 2. Alafu kingine ni dini. Tena bora basi asingekuwa hana cheo chochote kanisani. Nilipata hofu, lakini ikabidi sasa nimwambie tu dada. Nikamwambia kwamba utamjua tu. Dada akaniambia itakuwa ni kijana mzuri, maana wewe kwa jinsi ulivyo mrembo usije ukatuletea hapa kitu cha ajabu hapa, nitakushangaza. Nikajisema tu moyoni hapa ya kwamba angemjua mbaba yule alivyo mweusi na kipara chake. Nitabasamu tu. So baada ya chakula cha usiku niliwahi chumbani. Nikamtumia message mwanaume huyo, nikamwambia kwamba kama hujalala naomba unijibu, kuna kitu nataka nikwambie. Akanijibu sijalala mke wangu, uko salama lakini? Nikasema niko salama, sijapata shida, ila baby samahani. Akasema bila samahani malkia wangu. Nikamwambia kwamba nimepata wasiwasi, kwanza tumefanya mapenzi bila kinga, nilikuwa naomba kesho twende hospitalini tukapime maambukizi. Akaniambia kwamba ile wazo la namna hiyo umepata wapi? Nikamwambia nilikuwa nalo tu toka mwanzo tu, ila ilikuwa ghafla kulala na wewe kabla tujafuata hatua hiyo. Akaniambia mbona uni mtihani? Kamuliza mtihani kwa nini sasa? Hakunijibu. Yaani zilipita kama dakika kadhaa, nikamuliza kwamba mpenzi mbona kimya? Lakini bado aliendelea kukaa kimya. Nikamwambia kwamba nijibu basi mpenzi, unanipa wasiwasi. Lakini hakujibu message yangu tena. Nilipoona hajibu niliweka simu pembeni, nikaanza kutafakari mambo yangu. Lakini ghafla nikasikia ujumbe. Nikainuka haraka kujua ni nani. Nilipofungua ujumbe ulikuwa wa namba mpya. Ujumbe unasema ya kwamba kwa hili ulilofanya leo na mimi ninataka, la sivyo nitampigia baba yako nimwambie umekuja huku kufanya umalaya wako. Nikashtuka, nikajiuliza ni nani. Nikamtumia message nikasema wewe ni nani au umekosea namba?
Akasema, mimi ni Baba Nuru, kesho nitafute mchana uniambie tunafanyaje ili uendelee kukaa na mimi. Kumbe bwana ni shemeji yangu, ndo alikuwa amenitishia baada ya kugundua nimechelewa nyumbani wakati nikiwa na baskofu. Sasa msikilizaji, je, unadhani shemeji mtu anataka nini kwa Halima? Na je, kwa nini baba askofu hajajibu message tena baada ya kuambiwa wakapime? Alafu unadhani kwa ambacho ameshakifahamu shemeji mtu, je, unadhani Halima atatoboa? Atawini? Tukutana sehemu inayofuata msikilizaji. Langu jina Lucas Lumbas. God be with you till we meet again. Bye bye.